Akizungumza katika mahafali ya kidato cha sita ya wanafunzi wa skuli ya utani wa mwaka 2025-2026 waliohitimu masomo yao wanaotarajia kujiunga na elimu ya vyuo vikuu, meneja huyo wa NNB kanda ya Pemba, Hamadi Musa Msafiri, amesema vijana wengi huonesha uwezo wao mzuri wakati wanapofanya mitihani yao ya kujiunga na vyuo vikuu, ila hukutana na kero wanapoendelea kujifunza kutokana na kukosa ada ya kuendelea kulipa. Hivyo amewataka wazazi kuitumia benki ya NNB kuwaekea akiba watoto wao ili kuleta mabadiliko bora wakati wa kuendelea na masomo. Tunajitayarisha kuhakikisha kwamba kwa kiasi gani tunajiandaa watoto wetu kwa maisha baadaye. Kwa kweli hili ni kitu kikubwa ambacho kinatusumbua katika taifa letu, hususan katika kisiwa chetu cha Pemba. Vijana wetu wengi wanapofanya vizuri, wanasoma vizuri, wanaendelea kufika level ya chuo, wanashindwa kuendelea kutokana tu kwamba wazazi tunashindwa kujiandaa na mazingira ya baadaye ya watoto wetu. Kwa hiyo karibuni sana NNB, tuna mfumo maalum mzuri kwa ajili ya kuandaa wazazi kwa ajili ya future ya watoto wetu. Unaweza kuwekea watoto akiba kuanzia shilingi 200 na akifika form 6, yani ada yake inamtosha bila kutaka kupata mkopo. Mapema mwenyekiti wa kamati ya skuli ya utani sekondari Hemedi Said Mansuri ameupongeza uongozi wa skuli hiyo kwa kuzidisha juhudi wa kuleta matokeo bora kwa wanafunzi, huku mwalimu mkuu wa skuli hiyo Siti Fakiali amesema ni washukuru walimu wote wa skuli ya utani, kuanzia mwalimu mkuu pamoja na walimu wenzake wote ambao wamefanikisha katika kupata matokeo mazuri ya wanafunzi wetu hawa wa kozi. Nimeondoa 3 na 4, lakini lengo hasa ni kufanya utani yenye wani moja tu. Akizungumza kwa niaba ya Idara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, mlezi wa skuli hiyo Rashidi Sinani Masudi amesema jitihada ambazo zinatolewa na walimu zinatakiwa kuendelezwa ili kuleta mabadiliko chanya zaidi. Walimu pamoja na wanafunzi wote wa skuli ya utani kuweza kupata matokeo haya mazuri ya form 6 kwa mwaka huu 2026. Hongereni sana. Tunajua kwamba hizo ni jitihada ambazo zimechukuliwa kwa walimu, wazazi pamoja na wanafunzi wenyewe. Jitihada hizi zinatakiwa ziendelezwe. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.